bilionia wanaotarajiwa. Nidhamu gani inahitajika katika mpango huu? Cha kwanza ni uwajibikaji. Hilo liko upande wetu na upande wenu. Tunapenda mwe wawazi zaidi. Kwa mfumo huu na kwa kurasimishwa, taarifa zenu ziwe za wazi, usimamizi mzuri wa fedha, kuweka kumbukumbu ziwe sahihi, lakini tunaomba mheshimu mikataba itakayoingia. Na siku zote bila nidhamu hata fursa kubwa inaweza kupotea. Kwa hiyo ni fursa kwenu, lakini nidhamu ni muhimu sana. Kama CRDB tunawaahidi kuendelea kubuni suluhisho bunifu, tutaendelea kusikiza changamoto zenu na kuzitatua, tutaboresha huduma zetu kila hatua, kuwa mshirika wa kweli na malengo endelevu kwenu. Tutawekeza si tu fedha bali pia maarifa na muda wetu. Dhamira yetu kwa siku zote zijazo, leo tunaanza safari ya pamoja. Kesho tutapanua wigo wetu na tutahakikisha mpo juu zaidi. Tutahakikisha mpango huu unafikia mikoa yote yenye shughuli za madini nchini. Unajumuisha kila mtu na teknolojia za kisasa. Utawafikia wanawake, vijana na makundi mbalimbali. Maoni yangu na maoni yetu kwenu ni kuona wachimbaji wadogo wakikua na kuwa wachimbaji wa kati wakubwa sana, wakiongoza uchumi wa rasilimali za taifa kwa weledi na tija. Na hitimisho langu, leo ni uzinduzi wa mpango. Leo ni uzinduzi wa matumaini. Ni uzinduzi wa safari ya mabadiliko. Na mimi ni muumini sana wa mabadiliko, na kila siku ahadi yangu lazima nitimize. Nimewaahidi kuhudumia. CRDB iko tayari kuhudumia. Serikali imeshaonyesha nia na njia kuhudumia. Swali kubwa kwenu, je, wachimbaji wadogo mko tayari? Mko tayari? Imekuwa rahisi kwa benki ya CRDB kufanya hivi. Sasa nafahamu itakuwa ni pia ya wachimbaji wengine kupitia katika utaratibu. Nimemwambia na watu wengine pia wa kutoka benki yako, tutafute namna nzuri ya hawa wachimbaji wengine kupitia utaratibu mzuri waingie kwenye kukopeshwa. Inawezekana, mmeshafungua njia. Mheshimiwa Bina hapa atakuja kusema hawa wenyewe wana uwezo wa kukopeshana bilioni 1 paperless, yaani bila kuandikishana, ndo utaratibu wa maisha wanaofanya kule wachimbaji wadogo. Hata benki nyinyi mna sehemu ndogo sana tu, nendeni mkaustadi ule mfumo wao, boresheni kidogo, wakopesheke hawa. Tija itakuwa ni kubwa sana. Na naamini chini ya usimamizi wenu CRDB ili mtakwenda kulifanya na jambo hili litatokea. Dhamira ya serikali ni kuwajengea uwezo wa wachimbaji wadogo nchini Tanzania. Ndio maana niliunda timu chini ya makamu wa rais wa FEMATA ndugu yangu Victor Tesha ya kufanya utafiti wa kina wa namna kuwawezesha Watanzania kupitia mifuko ya dhamana kama ulivyosema Makitrida Mchomvo. Jambo hili tayari taarifa imekamilika, ipo mezani kwangu, na bahati nzuri gavana wa benki kuu ametupokea vizuri. Hivi sasa commercial banks sasa watakaa na BOT na Wizara ya Fedha kuona namna nzuri ya kwenda kwenye mifuko hii ya dhamana kuwawezesha Watanzania, na kazi hiyo wizara tutaisimamia
ili tuweze kuwasaidia wachimbaji wadogo wa nchi yetu ya Tanzania.